Taifa la Mungu, tushirikishane. Karibuni katika novena ya Pentekoste, siku ya 3. Leo Roho Mtakatifu anatupatia zawadi ya paji la hekima. Alama zitakazotumika siku ya leo ni 2: picha ya njiwa au hua na neno la Mungu. Baada ya alama, mshumaa wa paji la hekima utawashwa, huku tukiimba wimbo wa njoo wangu mfariji, shairi la paji la hekima. Utaratibu mwingine tutazidi kujulishana kwa kadiri ulivyopangwa. Mungu Baba Mwenyezi, tunatambua mapaji yote yatoka kwako. Leo hii tunatafakari na kuomba paji hili la hekima litushukie. Utujalie siku zote katika maisha yetu. Paji hili la hekima lituongoze katika yote tutendayo na kunena. Busara tutakazochota katika paji hili la hekima zitusaidie tuishi kwa amani, kupokeana kama tulivyo, kujaliana na kusameheana katika jumuiya zetu. Upendo ukiwa ndio chachu na msukumo katika maisha yetu. Hivyo basi, tukiongozwa na paji hili la hekima, hapo twaweza kuyatambua ya kupendezayo. Basi, ikiwa ni siku ya 3 ya novena yetu, tunaanza kutafakari mapaji 7 ya Roho Mtakatifu. Siku ya leo kipekee tukitafakari paji la hekima. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, hekima nimeitafakari katika njia 2. Na pengine kabla ya kuanza tafakari hii, tuiangalie katika sehemu kuu 2 ili tuweze pia kuelewa na kutofautisha aina 2 za hekima: hekima ya kimungu na hekima ya kibinadamu. Mimi nimeona kuelewa zaidi, nikachukua hekima kama mizizi ya miti. Mizizi ya miti inaonekana chini ya ardhi, sio rahisi kuiona, inakuwa udongoni imejificha, lakini siku zote tunaona miti inastawi. Na kwa mtu ambaye hajawahi kuona mizizi ya miti, aweza akafikiri kama ile mizizi labda kuna mizizi au ina kazi fulani. Lakini kimsingi tukikata ile mizizi, mti huo utakauka, manake utakosa ule uhai. Mizizi hii ndiyo inayoshikilia maisha ya mti. Kumbe hata sisi hekima ndiyo inayoshikilia maisha yetu. Tukipungukiwa na hekima, tukikosa hekima, hasa hapa nazungumzia hekima ya kimungu, na hata pale pengine tunapohisi kwamba tumefanikiwa, tutaanguka tu. Maana sisi tutakuwa ni wapumbavu. Kama ambavyo Yesu anamkemea yule tajiri mpumbavu baada ya kujikusanyia mali na mavuno mengi kuweka kwenye ghala, anasema kwamba roho yangu furahi. Huyu mtu alipungukiwa na hekima. Tunasoma hayo Luka sura ya 12 aya 16 hadi ya 21. Lakini tunaambiwa katika kitabu cha Mithali sura ya 9 aya ya 10 kwamba chanzo cha hekima ni kumcha Mungu. Lakini wakati huo huo katika Zaburi ya 14 na Zaburi ya 53 tunaambiwa maneno haya: wapumbavu hujisemea hakuna Mungu. Kumbe kumcha Mungu ni chanzo cha hekima. Manake hekima yote inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Iwe ni hekima ya kibinadamu
au ni hekima ya kimungu, basi yote inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Katika sehemu ya pili nikaona hekima kama, nikaja na msemo huu: wengi wanajua kuchimba, wachache wanajua pa kuchimba. Hapa nimetofautisha hekima ya kimungu, au ambayo ningesema hekima ya kimungu pamoja na hekima ya kibinadamu, ambayo hekima ya kibinadamu ningeita maarifa, kuonyesha kwamba maarifa yanatufundisha jinsi ya kuchimba, hekima inatufundisha wapi pa kuchimba. Tukiangalia wale watu wanaochimba visima, unahitaji kuwa na utaalamu fulani kujua hapa kuna maji, nikichimba nitayapata kiurahisi. Sio kila mtu anaweza akanyanyuka katoka hapa akaenda kuchimba kutafuta maji. Manake wewe utakuwa unafanya kile ambacho tunakiita unaenda kuchimba tu, ujui pa kuchimba. Hekima ya kimungu haina ukomo, lakini hekima ya kibinadamu ina ukomo. Hekima ya kimungu ni namna sahihi ya kutenda, na wapi, wakati gani, na kwa namna gani, na kwa nani. Kumbe hekima tunayoizungumzia hapa si maarifa tu, bali matumizi sahihi ya yale maarifa. Novena yetu ya siku ya leo imetawaliwa na neno hekima. Tumesikia hata katika zaburi zetu neno hekima limetawala sana. Na hata katika somo letu haya ya 10 inazungumzia hekima ya Mungu ambayo ina namna nyingi. Na mimi nitaishi hapo. Nitaishi kwenye hiyo hekima, kuzungumzia hekima zaidi ambayo tunatafakari siku ya leo, na inabidi tumwombe Mungu atusaidie, kwa sababu bila hekima ya Mungu hatutaweza kuishi maisha yetu kama Wakristo. Katika somo Paulo anazungumzia kazi yake ya kuwa mtume. Anasema Mungu alimpa jukumu la kuhubiri Injili kwa watu wote wa mataifa yote, ili kuwafundisha kuhusu mpango wa Mungu wa ukombozi. Tumesikia katika somo kwamba hapa lengo kuu alikuwa uumbaji wa ulimwengu, bali anazungumzia kufunuliwa ile siri ya wokovu ambayo ilikuwa imefichwa zamani, lakini sasa imefunuliwa kwa njia ya Injili. Nimesema nitaishi kwenye haya ya 10 ambayo inazungumzia hekima ya Mungu ilivyo ya namna nyingi, ambayo sisi hatuwezi kuelewa. Muda mwingine tunaweza tukaona hekima ya Mungu ni upumbavu wakati mwingine, lakini ndiyo hekima ya Mungu ilivyo. Neno hekima ya Mungu iko katika namna nyingi. Paulo anavyotuambia hivyo, linarejelea namna mbalimbali ambavyo hekima ya Mungu inaonekana katika ukombozi. Sema hekima ya Mungu ipo katika namna nyingi, nyingine ambazo sisi wenyewe hatuwezi kuzielewa. Na tumesikia kwamba kupitia kanisa hekima ya Mungu inaonekana waziwazi. Hii kimsingi ni hekima ya ajabu kweli kweli, kwa sababu hizi zifuatazo. Hekima ambayo tunaisikia, hekima ya kimungu, inaunganisha haki na rehema. Kwamba tunapotafakari kwamba Mungu ni mwenye haki, lakini pia ni mwenye rehema au ni mwenye huruma, haiji moja kwa moja kwamba Mungu ni mwenye haki lakini ni mwenye huruma. Na tunasema huruma yake haina mipaka, manake akitumia haki yake kisawasawa hakuna atakaye okoka. Kwa hiyo inaunganisha hiyo haki na rehema, ndiyo hekima ya Mungu hiyo. Lakini hekima hiyo hiyo ambayo tunasema hekima ya Mungu inawaokoa watu wasiostahili, inawainua watu wasiostahili. Leo hii tukisema kwamba kila mtu hapa, sidhani kama kuna hata mmoja wetu ambaye angeweza kusimama akasema yeye anastahili kuwa hapa, kusimama mbele za Mwenyezi Mungu. Hakuna. Hiyo yote ni hekima ya Mungu. Tunaweza tusielewe wakati mwingine, lakini inaendelea kufanya kazi kupitia Roho Mtakatifu.
utendaji wa Roho Mtakatifu, mapaji ambayo Roho Mtakatifu anatujalia pasipo mastahili yetu. Ndiyo hekima ya Mungu. Tunaiona hiyo hekima ya Mungu, na ndiyo maana hekima ni paji la kwanza, ni kama limebeba ule mnyororo wa mapaji yote. Lakini pia hii hekima ya Mungu inaonekana katika historia yote ya wokovu, kutoka Agano la Kale mpaka Agano Jipya. Tunaiona hekima ya Mwenyezi Mungu. Si wanadamu tu wanaojifunza haya, bali hata malaika wanashangaa na kujifunza hekima ya Mungu kupitia kile Mungu anachokifanya kwa wanadamu. Fikiri mwanadamu, hasa hawa ambao wamepewa dhamana hiyo kama mapadre, wanaweza kumshusha Mwenyezi Mungu hapa, wanaweza kumshusha Kristo wakati wa mageuzo, lakini malaika hawawezi kufanya hicho kitu. Manake hata malaika wanashangaa hii hekima ya Mungu ilivyo. Katika udhaifu wao, katika mapungufu yao, bado hekima ya Mungu inaonekana na inatenda kazi ndani yao. Kwa kifupi, kwa njia ya kanisa, hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi inajulikana. Mungu anatumia kanisa kuonyesha hekima yake ambayo ni kubwa sana, kwamba hekima ya Mungu haionekani tu mbinguni, bali inaonekana pia ndani ya kanisa. Mara nyingine tunafikiri kanisa ni mkusanyiko wa watu wa kawaida tu, lakini kwa kweli kimsingi mbele za Mwenyezi Mungu, kanisa ni eneo la ufunuo wa hekima yake kuu. Naomba tufikirie kidogo, tufikirie na tutafakari kwamba Mungu anawachukua watu dhaifu, wenye dhambi, ambao tunaona hawastahili, kisha anawabadilisha kuwa vyombo vya neema yake. Anawafanya vyombo. Paulo mwenyewe tunajua historia yake, lakini leo anasema yeye ndiye ameteuliwa na Mungu kufichua ile siri ambayo ilikuwa imefichika. Huyu ambaye alikuwa mwanzoni anatesa kanisa, yeye Mungu ndiye anayemtumia kuwa chombo chake cha kueneza neema zake. Manake ni nini? Hiyo ni hekima ya Mungu ambayo pengine sisi binadamu tukiangalia kwa haraka hatuwezi kabisa kuielewa. Na hapo ndipo hekima hiyo inaonekana. Pale ambapo mwanadamu anaona kushindwa, Mungu anaona ushindi. Tumtazame Kristu aliyefanyika kuwa mwanadamu. Mungu ambaye anakubali kuwa mwanadamu, anafanyika kuwa mwanadamu, anakufa msalabani, tena kifo cha aibu, tena anapigwa na yule ambaye anamfia. Sisi tunaona ni kitu ambacho sio cha kawaida, lakini hiyo ndiyo hekima ya Mungu. Tunaweza tukaona ni upumbavu, lakini hiyo ndiyo hekima ya Mungu. Na ndiyo maana Paulo anasema inafanya kazi katika namna nyingi. Ndizo hizo namna. Pale ambapo tunaona kuna dhambi imezidi duniani, Mungu analeta neema, Mungu analeta msamaha. Na hapo Paulo anapoandikia Warumi anasema tena dhambi ilipozidi duniani, neema ilizidi zaidi. Ni hekima ya Mungu. Tunaweza tusielewe, lakini tuichukulie hiyo ndiyo hekima ya Mungu. Pale ambapo kuna udhaifu, Mungu anaonyesha nguvu yake. Mungu kufa msalabani, tunaposoma waraka wa kwanza kwa Wakorinto sura ya kwanza aya 23 hadi 24, Paulo anasema swala la Mungu kufa msalabani, tunapozungumzia Mungu kufa msalabani, anasema kwa Wayahudi ni kikwazo, lakini anasema kwa Wayunani ni upumbavu. Lakini anaendelea pale kwamba kwa wale waaminio ni hekima ya Mungu na nguvu ya Mungu. Tunaweza tusielewe haya mambo,
Kristo kufa msalabani, kufanyika binadamu. Inawezekana kweli? Tunaweza tusione, lakini hiyo ndiyo hekima ya Mungu ambayo tunahitaji kuiomba na pengine hatujaitambua. Ndiyo maana Paulo anasema hekima ya Mungu ina namna nyingi. Ndugu zangu wapendwa, na hapa tutambue kwamba tunapojaliwa hili paji la hekima, tunaweza muda mwingine kuonekana wa tofauti kwa sababu ya kile ambacho nimekisema hapo juu, kwamba hata ile hekima ya Mungu muda mwingine binadamu tunaiona ni upumbavu. Kwa hiyo kuna muda tutajaliwa hili paji la hekima ya Mungu, na sisi tutaonekana hivyo hivyo tu, tutaonekana wa ajabu, wa tofauti kulingana na mitazamo ya kidunia, na tutaonekana wapumbavu. Hii sisi isitushtue, kwani Paulo anatuambia maisha yetu ya Kikristo si jambo dogo. Sisi tunakuwa kama darasa ambalo linafundisha ulimwengu wote kuhusu Mungu na hekima yake ambayo ina namna nyingi. Leo naomba tujiulize, maisha yangu yanaonyesha hekima ya Mungu au nimepungukiwa na hekima ya Mungu? Waraka wa Mtume Yakobo kwa watu wote anatuambia mtu akipungukiwa na hekima apige magoti aombe. Kumbe hekima ni zawadi, ni paji la Mwenyezi Mungu, ni zawadi ya Mungu. Tupige magoti tuombe hii hekima. Ukipungukiwa au nikipungukiwa na hekima, sitaishi kama mwanadamu wa kawaida. Sitajua jambo sahihi la kufanya. Sitajua ukweli wenyewe. Hata yale mambo ambayo yamefichika sitaweza kuyafahamu. Kumbe katika upendo wangu kwa wengine, katika msamaha ninaoutoa, katika imani yangu ninayoiishi kila siku kama mseminari, kama padre, kama mtawa, basi nitambue kwamba ninahitaji kupiga magoti kuomba hekima ya Mungu, kwa sababu bila ya hekima ya Mungu nabaki na ile hekima ya kidunia ambayo ina ukomo. Pengine tumesoma, tuna maarifa mengi, vitu vimejaa kichwani, lakini vina ukomo wake. Kumbe tutambue na nafasi yetu. Tupige magoti tuombe ili paji la hekima kwa namna ya pekee siku ya leo, tukitambua kwamba sisi ni sehemu ya mpango mkubwa wa Mwenyezi Mungu. Hatupo hapa kwa bahati tu. Kwa njia yetu Mungu anataka ulimwengu ujue kwamba hekima yake ni kuu, lakini kwamba rehema yake ni ya ajabu, na kwamba wokovu wake ni wa watu wote. Tumsifu Yesu Kristo.